Asanteni sana. Tunasema ni karibu kwa watu ambao wanatusikia kwa runinga yetu ya Mibunda TV1, Rugenza TV1, hata Joshua Entertainment ambaye ni technician wetu. Asanteni sana kwa wale ambao mnatusikiliza kwa runinga Rugenza TV hata na Joshua Entertainment. Tunawasalimu nyote mahali mulipo dunia mzima. Wewe unatufuatilia asubuhi na mchana, wewe ambaye umefanya subscribe, tunasema asante kabisa kwa wewe unatusikiliza vizuri, na wewe ambayo hujatiki hiyo subscribe, tafadhali na wewe unaweza ukasubscribe kwa channel hizo zote, Rugenza TV, Joshua Entertainment, hata Mibunda TV1. Tunawaomba nyinyi nyote ambao mnatusikiliza leo, tunataka tuongee kwa ulimi wa Kiswahili, ndio tuendelee tukiwapasha habari za leo na za kesho. Habari za leo ni ya kwamba sisi sasa hapa leo tulikuwa tukiongea vita ya kwetu, tukiongea kwa kilugha yetu. Sasa na tunaishi katika nchi ya Afrika ya Kati. Kwenye Afrika ya Kati watu wengi wanasikia Kiswahili na wanaongea Kiswahili. Uganda wanasikia Kiswahili, Burundi wanasikia Kiswahili, Kenya wanasikia Kiswahili, Tanzania wanasikia Kiswahili. Na sababu hii vita yote ikigusa mashariki ya Kongo, inagusa kwa historia ya hizi nchi. Because nchi tunapeana mpaka ni Rwanda, Burundi tunapeana mpaka, Uganda tunapeana mpaka, Tanzania tunapeana mpaka kwa kupitia Lake Tanganyika. So hawa watu wote wamehusika kwa hii vita. Sasa ndio tunataka tueleze historia ya hii vita yetu. Ilianzaje na inafanyikaje? Ilianza na nani na inafanyika na nani? Na sababu yake ni nini? Kusema gisi hiyo vita imeanza kitambo, lakini tutaenda tukigusia madogo. Mutatusikia habari nyingi kwa historia zetu, zitakuja kwa habari huko mbele. Sababu tumeanza kuongea Kiswahili ili watu wajue hiyo vita yetu inatoka na wapi. Historia ya Kongo inasema kama Kongo ilikuwa ni nchi moja. Kulikuwa Kongo Brazza, kulikuwa Kinshasa, Burundi ilikuwa, Rwanda ilikuwa. Wakati wa koloni walikuja kukata mipaka, walikata mipaka bila kuhusisha Wakongomani. Waliamuka asubuhi wakakata mipaka gisi wanataka. Hapo sasa ndio umekuta mmoja anaishi pande hii, mwingine anaishi pande hii. Mpaka unapita katikati ya manyumba zenu. Mmoja anakuwa Mrwandisi, mwingine anakuwa Mkongolezi. Mmoja anakuwa Murundi, mwingine anakuwa Mkongolezi. Haikuenda muda punde, kufikia mwaka wa 1964 tukaanza vita. Sisi ni Nilots. Sisi tulikuwa ni wafugaji. Tukaenda tukaishi huko na wenzetu walikuwa Bantu, walikuwa ni walimaji. Vita ilipoanza, serikali ikachangia kumaliza hiyo vita. Ilikuwa inaongozwa na Mobutu Sese Seko Kukungwendo wa Zabanga, Marshal. Vita ikakoma. Sababu hiyo vita, serikali haikuhusika kuua wananchi, ila ilikuwa ikimaliza vita kwa njia ya kiserikali. Sababu hiyo vita, Laurent Kabila ndiye alikuwa kigombania kuwa president. Mobutu alipokuwa president, watu wakakaa salama, watu wakakaa gisi wanataka. Ilipofika 1994, wakati genocide ya Rwanda imefanyika, Kongo ikahusika kuenda kufanya genocide Rwanda. Ilienda kusaidia vita huko, ikisaidia president Habyarimana mwenye alikuwa huko. Alafu wakati walishindwa vita, wakakimbilia Kongo. Walipokimbilia Kongo, kwa ukweli kama watu wamekimbia nchi yao na ni waskari, wangekuja kwa mipaka ya Kongo, wasarende, waweke silaha chini, wavuke bila silaha, waweke kwa camp, waendelee maisha ya ukimbizi. Lakini President Mobutu aliwafungulia, wakakuja na silaha. Sababu wametoka huko wameua Watusi, walipofika Kongo, mahali inaitwa Ruchuru, Masisi, hata Mulenge, wakakuta kuna Watusi wengine. Hebu wakasema eti sisi tumekimbia Watusi huko, tumekuta Watusi wengine huko. Wakaanza mauaji. Hapo Umoja wa Mataifa uliwajengea camp karibuni na mipaka ya Rwanda. Ilipofika 1995 wakaanza kurudi wakishambulia Rwanda. Ndipo Rwanda ilikamata hatua 1996, wakawafuata Kongo ambako walikuwa. Na unajua kweli kama nyoka imeingia
kwa nyumba na ijifungie kwa kikombe moja. Ukitaka kutoa hiyo nyoka ikisipokimbia, hata hiyo kikombe unaharibu. Ndio hivyo Rwanda ikachangia kwa kutoa uongozi wa President Mobutu ambako alikuwa ameleta maafa kwa hiyo ardhi. Sasa ikatokea President Kabila akakuwa president. Wakati naye aliingia, haikumaliza punde, vita ikaendelea. Sababu vita yetu ilienda ina change kufuatana na sura yake. Wakati wa 96 ilikuwa ni kuondoa uongozi wa Mobutu ambao umesupport Interahamwe ambao zimefanya mauaji Rwanda. 1998 watu walikuwa huko, alikuwa around Kabila. Kabila alipokosana na Wanyarwanda, akaanza kuwaua Wakongomani ambao walikuwa nao, hata bodyguard wake akawaua. Ilipofika sasa hii vita ambayo tuko nayo, ni vita ambayo inasema mtu yeyote anaongea lugha kufanana Rwanda arudi Rwanda. For example, tunaweza sema hapa Kenya kwa ambao tunaishi, historia ya East Africa inasema Bantu Kenyans walitoka east ya Congo Forest. Ni kama wamuke leo uambie community wa Kisii au uambie wa Kikuyu, uambie leo historia inasema nyinyi mulitoka Congo, ebu simama toka Kenya enda Congo. Hapo ndio kwenye vita iko. Wanataka kufurusha watu wote wanaongea lugha ambayo inafanana Kinyarwanda. Na ukweli mnasema ukiingia hapa Kenya, ukiingia hapa Sirani, kuna Wakuria wa Kenya, kuna Wakuria wa Tanzania. Kuna Masai Tanzania, Masai wa Kenya. Ukiingia hapa boda ya Uganda hapa nani Busia. Kuna familia moja ni wa Kenya, familia zingine ni Waganda, lakini wote ni wa kabila moja, lakini mmoja ni Muganda, mwingine ni Mkenya. Hakuna mtu alisema wewe sababu historia inasema uko na ndugu yako hapo wakufurushe. Tukiendelea tukichangia mpasha habari mwenzangu Gifizi, tunaendelea tukiongea kuhusu mambo na huko kwetu Kongo, mahali kuna vita hata mpaka wa leo. Nimesikia ya kwamba umeanzia historia mbali ukiambia watu vile vita ilianza. Nataka tukiendelea tukiongea na watu wasikie lengo letu ama ambayo shida tuko nazo uko mashariki mwa kidemokrasia mwa Kongo. Saa hii vita tunayo ni vita ya ukabila, chuki ambayo tulipewa na serikali mbaya ya president wetu Felix Chilombo Tshisekedi Beto. Huyo wakati alipoingia kwa uongozi ndio alichanga sana vita ya ukabila, ndio akaanza kuingiza chuki. Wakati alipoenda Uingereza walimuuliza, tunasikiliza kwamba huko mashariki mwa kidemokrasia mwa Kongo kuna vita mingi huko kwenu, shida ni nini? Alipowajibu akawajibu ya kwamba vita tunayo iko Kongo ni vita ambayo ya wachungaji na walimaji. Hapo ndio hivyo aliwajibu ya kwamba hakuna vita. Government serikali yetu ya Kongo ndio ambayo ilienda ikatangaza hata ikatangaza kwa maredio mingi ikisema hakuna vita ambayo iko nchi yetu mwa kidemokrasia mwa Kongo. Na hapo ndio watu wanakufa usiku na mchana, watoto na wasichana wa mama na wa baba wanafanyiwa wanauliwa kiunyama, serikali yetu ya Kongo ikiangalia. Ni nini unaweza ambia watu kwa wale wanatusikiliza? Ebu waelezee vizuri hiyo vita vile mpaka wa leo vile tunaendelea, mpaka vita inapiganiwa saa hii serikali ya Kongo na bado inakataa kusema hakuna vita, lakini saa hii vita inaendelea. Ni nini haswa unaweza ambia watu wanatusikiliza kwa runinga zetu? Tunataka tuelezee mahali habari mtakuwa mkisikiliza kwa Kiswahili. Ni Joshua Entertainment na Rugenza TV hata na Mibunda TV1. Tukiendelea tukiambia watu habari ya mashariki mwa kidemokrasia mwa Kongo.
Endelea ukiwaelezea. Sasa ukiuliza hivyo, hii vita ya 2017 ilianzaje? President Kabila alipopeana mamlaka kukiwa mzozo. Lakini ilikuwa ni mzozo ambao ulikuwa katikati ya serikali na wanamgambo wa Mai Mai wakishambulia taifa la Wanyamulenge au Watusi general. Lakini President Tshisekedi alipoingia kwa utawala, yeye aliingia na utawala wa kusema hawa wote lazima watolewe. Na kusemesha ukweli akasema hakuna vita Kongo. Kusemesha ukweli haikukuwa vita, ilikuwa ni mauaji. Sababu serikali ndiyo ilikuwa inaua watu. Hebu sikia maafa ambayo ilifanyika kwetu, ni kushangaa na ni uchungu sana. Serikali ya Kongo ilienda ikaleta Interahamwe. Ilienda ikaleta ambao watu walishindwa walijaribu kugeuza uongozi wa Burundi, wakashindwa. Wakawaleta Kongo. Redi Tabara. Wakawaleta, wakapita kwa boda kwenye kuna serikali, wakaenda wakawaweka mahali. Walipofikia lengo, wakati walikuwa wamesema genocide sasa wanataka kuanza, ndiyo kukasimama vijana wa Kinyamulenge. Wakasema hatuwezi kubali tuuliwe kama mnyama. Lazima to defend. Na ndio hapo wakajiunga pamoja, wakajiita jina la Twirwaneho. Pamoja wakajiita Twirwaneho. Ndio wakati hayati General Makanika Michel aliposikia, alikuwa anaishi mahali inaitwa Walikale. Alikuwa kwa serikali, alikuwa anatumika na serikali. Ndipo akaambia serikali, inawezekana msimamishe vita. Serikali kamwambia, tungali tunawaza. Kawaambia hapana, mimi siwezi vumilia wakati taifa langu likifa na mimi nikilinda taifa lingine. Ndipo akasimama, akaenda kajiungwa na hao vijana. Akawaambia, hebu tusimame tujaribu tuangalie kama hawa watu ni mauaji. Haya kuchukua muda punde, wakaanza kuwa watu wa Masisi. Kuanza kuwa watu wa Masisi, ndipo M23 ilikuwa imeenda Uganda nayo ikarudi. Vita sasa ikaanza North Kivu na South Kivu. Hapo ndio vita ikaanza. Sasa ilipofika hapo, serikali ikasema haina vita. Ikaanza kuwa wanajeshi wa Kinyamulenge wakiwa ndani ya serikali. Waliua watu mchana, waliwakata wakawakula na ugali. Na mtu alikuwa anatolewa ni mwanajeshi mmoja, anatolewa katikati kundi la wengine wanajeshi, na wanajeshi wanasema huyu wanataka kuua si Mkongomani, ni Mnyarwanda na ni mwanajeshi wa Kongo, amezaliwa Kongo, amefanya training Kongo, anatumika chini ya bendera ya nchi, na anauliwa mchana serikali kiona. Hapo sasa ndio vita ikaingia. Kitu sasa tunataka kueleza. Ilipofika hapo ndio vita sasa ikageuza sura. Hapo juzi mkaona vita, wakaanza kuita watu wanajeshi West Africa Region Force. Wakaenda, walifika huko. Mwenye alikuwa amesimamia West Africa Region Force alikuwa ni general wa hapa Kenya. Alipofika Rumangabo kwenye M23 ilikuwa imeshika, ikawaachia nafasi. Ikawaambia, hebu simama katikati ndio vita isiendelee. Lakini president wa Kongo Felix Tshisekedi haikumfurahisha. Yeye alitaka hao wanajeshi wanakuja wagombane kwa niaba ya upande wake, wakiua M23. President General mwenye alikuwa kwa anasimamia East Africa Region Force akasema, sisi hatukukuja kwa vita, sisi tulikuja kusitisha vita. President Felix Tshisekedi akasema, mimi sitaki watu wa kusitisha vita, nataka watu wa kuendelea na vita. So African Region Force, East Africa Region Force ondoka. Akaenda kuleta SADC. Na hapo kwa East Africa Region Force ambaye alikuwa anasimamia East Africa, alikuwa ni bwana President Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye akaleta askari wake, walikuwa vipindi tatu. Kulikuwa askari wake walikuwa kwa East Africa Region Force. Kulikuwa askari wake ambao wanasema walikuwa wamesaini mkataba wa kusaidiana na government ya Kongo kwa kijeshi.
Alikuwa na wengine wenye alipeana kwa serikali ya Kongo, ikaingia kwa watu wanaitwa wa Maimai, ikiwasaidia kushambulia the community people Congolese. Hao wote general mwenye alikuwa anasimamia hapa Kenya, alikuwa anasimamia East Africa Region Force, alipoona hiyo akasema sisi hatuwezi, sisi tunarudi. Sasa ndio President Tshisekedi akaenda kuleta askari kutoka South Africa, kuleta Malawi, Tanzania pia na Burundi. Alipofika pale Goma akaenda kuleta wengine wanaitwaje ni companies private walitoka Romania, nao wakakuja Kongo kuua Wakongomani. Hao wote aliwaleta kiwaambia pigeni M23 mpaka muwafurushe. Hata hao watu wote wanaongea ulimi wa Kirwanda, wanasema Rwanda Fonds, wote waende Rwanda. Lakini vita ikawalemea, ndio mpaka M23 ikashika Goma. Ndio maana mnasikia President Tshisekedi akisema mara nyingi, anasema amevamiwa na nchi Rwanda. Mimi siamini kama amevamiwa na nchi ya Rwanda. Peke yake amekamata watoto wake wawili. Mmoja ni Lot, mwingine ni Bantu. Akamwambia wewe ni adui wa mwingine, wakaanza kugombana. Sasa yeye ndiye amechangia kwa hizi maafa zote na hizi vita zote ambazo zinatukumba, ambazo mnaona watu wote. Rwanda kuna kampu, hapa Kenya kuna wakimbizi wengi, Burundi kuna wakimbizi wengi, Tanzania kuna wakimbizi wengi, na wote ni Wakongolese. Uganda ni hivyo hivyo. Kitu tunaweza uliza watu West Africa, wa president West Africa, kwani mkiona wakimbizi wa nchi nyingine wako kwenu, hamujiulize wanakimbia nini kwao? Unafikiria nini? Haswa tukiendelea tukiongea, mpasha habari wetu kwa runinga ya Mibunda TV1, tunaendelea tukiongea tukiambia watu ili wajue ukweli, na tukiomba kwa mapresident wote wa East African Community, tafadhali msimame nyinyi nyote mkiangalia vita ambayo iko kwetu mwa kidemokrasia mwa Kongo, sana sana huko mashariki mwa Kongo. Watu wanauliwa mpaka sai, watu wanapigwa mabomu, mpaka government yenyewe inatumia hata ndege ili iue wananchi, nao ni wananchi wa hiyo nchi. Mnafikiria aje mkifikiria kuhusu sheria ambayo inasababisha watu wajue ni aje watu wanakufa, ni aje nchi ambayo nchi yenyewe inajuia maraia ikitumia ndege na silaha? Sheria inafikiria aje, mnafikiria aje kuhusu sheria ya watu vile wanaua watu na ndege? Tunaweza omba kwa siku hizi tunazo kwa mula huu President Dr. William Ruto ndiye president anasimamia East Africa. Tunaweza omba kitu kimoja kwa mapresident wa East Africa Community. Kama president amechaguliwa na wananchi, hajachaguliwa kuua wananchi, na hana sheria ambayo inampea nafasi ya kuua wananchi, ana sheria ya kuwa protected, kuwalinda na mali yao. President wa East Africa Community asaidie mchango wake mkubwa, tuone akisimamisha hii vita. Sababu kama uongozi ambao uko kwa utawala umesema utaua wa raia, na sisi ni community moja, East Africa Community, kwani serikali zingine zitakubali watu wauliwe kinyama na wakiona? Haiwezekani. Tunaomba kwa wale wanatusikiliza, mapresident wote wa East African Community, tafadhali msimameni, musimamishe vita ambayo iko demokrasi mwa Kongo, ambao inaua kabila la Wanyamasisi na Wanyamulenge. Wakikufa wakiwauliza wameleta hiyo ubaguzi ya kusema ya kwamba wao si Wakongomani na wao ni Wakongomani halisi. Mababu na mababu wao walizaliwa Kongo. Ni kusema ukiangalia si Mulenge na Masisi, na wameanzia hata na watu huko wanaitwa Wahema. Ni watu walitoka Uganda wakati mipaka ilikatwa. Wahema wakati kuta wako huko ngambo ya Ituri wakakatiwa mipaka. Serikali inasaidia Walendu kuua Wahima. So hiyo vita ukabila yote imeletwa na uongozi mbaya ambao unaambia serikali watu wamoja si Wakongolese na wengine ni Wakongolese.
Kwa sasa hii tunajua kama President Tshisekedi anaomba mazungumzo. Azungumuze na AFC M23. Sasa kitu tunataka kuomba ni kimoja tu. Hii serikali ya uongozi mbaya ambayo inaua watu. Wamefikia mahali wanakupea pesa ndio useme kwenu hakuna maafa yamekuwa. Imefikia mahali mdogo anakufa, brother yake anasema hapana hajakufa ako. Sababu gani? Serikali imempea pesa. Hiyo mambo ya rushwa ambayo imekuwa kwa utawala wa Kongo imefikia mahali president anapea mtu binafsi eti simama ongea kama watu hawajakufa, na watu walikufa mchana peupe wakiona. UNHCR hiko ni shahidi. Ripoti zake zinakuja kila mwaka jana 2024 Bintu Keita ambaye anasimamia UNHCR Kongo alisema wasipoangalia vizuri mahutuba ambazo zinaongelewa na uongozi wa Kongo inaweza ikalete maafa makubwa kwa mashariki ya Kongo. Genocide kubwa sana. Hata ndio inaendelea kwa ripoti yao. So tukiendelea tukifikia kukamatisha hii kipindi yetu tunaongea sasa hii, tunaomba watu wa East Africa Community musaidie, pigeni nduru, ambia Umoja wa Mataifa usaidie wa Kongolezi ambao wanakufa mchana na usiku. Mtu akikufa sababu anaongea hii lugha, mtu akikufa sababu anafanana hivi. Hakuna mtu alichangia Mungu amuumbe gisi. Mungu alikumba gisi anataka na alikumbia kwa kabila anataka. Hakuna mwenye alichangia. Lakini kama umezaliwa kwa kabila ya Wanyamulenge, huwezi, hiyo si dhambi ambayo inaweza sababisha kifo kwako sababu wewe ni Mnyamulenge. Kama wewe ulizaliwa ni Mturukana, hupashwa kufa sababu kwa Mturukana. Kama mtu alimezaliwa ni Mkikuyu, unapashwa kukua. Serikali haiwezi uwa mtu sababu wewe ni Mkikuyu. Kiwezekane. Hiyo ni ukweli. East Africa ambayo tuko kwa hii jumuiya ya East Africa isimame iambie bwana President Tshisekedi, simamisha mauaji katika nchi, chukulia wananchi kama mtu mmoja, chukulia mwananchi sheria, wawe chini wote wa sheria. Hakuna mtu anapewa sheria ya kuua mwingine kisi anataka, eti mwingine yeye asarende, aweke mikono juu au wawe kufikisha wakati watachoka. Haiwezekani. Ni ukweli. Tukikamatisha kipindi cha leo, kwa wale wanatusikiliza kwa runinga zetu, leo ilikuwa ya kwamba tuelezee wananchi, watu wa East African Community wanatuelewa kwa ulimi wa Kiswahili, vile vita vile inaendelea. Tutaendelea tukiwaelezea moja kwa moja vile vita ilianza na mali nafikia sahi. Lakini kwa kukamatisha kipindi, ni nini haswa utaweza ambia kwa wale wanatusikiliza kwa runinga zetu? Kwa wale wanatusikiliza, project ambayo President Tshisekedi amefanya ni ambayo ni imefikia sasa hii, amechukua hatua. Mnajua vizuri, mji wa Goma ulitekwa, mji wa Bukavu ulitekwa, mji wa Uvira kwa karibu kutekwa, lakini hao pote hajali sababu hapo kuna Wakongolizi wanaishi tofauti community. Lakini Minembwe kuna Watusi community ya Wanyamulenge. Sasa hivi analeta ndege akisimamisha zipige mabombu. Juzi watoto na wamama na 2 days siku mbili zimepita, amepiga bomb kwa shule la msingi linaitwa mahali kinaitwa Kiziba. Hakiua wananchi, hakiua watoto wako shule, hataki watoto wasome, atataka watu watoke. Lakini haiwezi shangaza. Waliuliza mzazi wake wa President Tshisekedi, wakamuuliza, mama wa rais, sababu nchi imekumbwa na vita, wewe unasemaje? Akasema, mimi ningeomba kijana yangu President Tshisekedi achukue ndege, apige watu West mabomba, amalize watu wote wenye wako huko, ndio vita itakoma. Hiyo ndio message ya mama. Hiyo ndio message ya mama ya president. Tukikithabatisha, tunajua kama Mungu alituumba na tuko na nchi jirani. Tunaambia nchi jirani, tunaambia nchi za Umoja wa Mataifa, tunaambia hata president wa Tanzania Mama Samia Hassan Hassan asimamisha kuunga mkono serikali ambayo inaua wananchi. Sababu gani yeye hajaua wa Tanzania?
Sababu gani yeye hajafurusha? Kuna wabembe wa Tanzania na wabembe wa Kongolezi. Kwa sababu gani yeye hajafukuza wabembe wa Tanzania hawapeleke Kongo? Lakini yeye anakuja kusupport vita ambayo inaua wananchi, na akiona kitu kingine tunaweza omba bwana President Evariste Ndayishimiye, simamisha mikataba ya serikali ambayo imesign ambayo inaua wananchi. Muda punde hiyo vita inaweza geuka ikaingia kwako. Sababu gani? Ukiona nyumba ya mwenzako inachomeka, simama kwa yako, sababu moto hujui utaruka, huwezi jua upepo utaelekea wapi. Kesho upepo uko Kongo, lakini akikokota akumbuka vizuri, historia inasema vizuri. Wakati vita iliingia Kongo, ililetwa na President Mobutu ambaye alienda saidia Habyarimana akiua wananchi wake. Sasa huyu President Evariste Ndayishimiye anaenda kusaidia Tshisekedi wakati anaua wananchi wake. Siafikirie hiyo vita inaweza geuka ikaingia Burundi. Na amegeuza kiwanja ndege ya Burundi International Airport, Ndadaye International Airport, imegeuka ni kiwanja ambayo ina control na Wakongolese, ndio ya kuleta vifaa na magari na masasi ya kuua wananchi. Na kitu cha kushangaza Tshisekedi amefanya juzi hapo East ya Kongo, ameenda kachukua silaha, alichukua magari na magari akapea wananchi masilaha. Wananchi hawajafanya training, wananchi wenye mtoto, baba, mama wote wanapokeza silaha na waambia pigeni mtu unataka. Hiyo ni kusema hao watu anataka mauaji iendelee. So kitu tunasema, kitu kimoja tunaomba ni nchi za Afrika ya Kati, nchi za maziwa makuu, East Africa Community isimamishe hii vita, sababu ina mamlaka. Mtu ni mmoja, president ni mtu mmoja, hawezi kuteketeza taifa lote. Na akiangaliwa sababu amekuwa president akata ameongoza vibaya, kutolewa ni rahisi. Inawezekana. Asanteni sana kwa wale mlikuwa mnatusikiliza kwa runinga zetu Joshua Entertainment, hata Rugenza TV na Mibunda TV1. Tukiendelea na habari nyingine ni baadaye, lakini kitu tunaomba na sisi tukiunga mkono mpasha habari mwenzetu ni ya kwamba East African Community, kwa wale wanatusikiliza kwa umakini, mtusikilize sana. Tunaomba hawa mapresident hizi nchi Tanzania, Burundi, wale wanaendelea kuchangia serikali ya Kongo ili iendelee kuteketeza kabila la wanyama sisi na Wanyamulenge. Tunaomba ukweli waachilie mambo kama hayo, juu ya kwamba hatutaki wa Kongo waendelee wakiteketezwa hivyo hivyo. Haswa tulijaribu kuita Umoja wa Mataifa ili uendelee kutusaidia kama wananchi, lakini nao wakanyamanza. Ndio ya kwamba sisi wenyewe tumeshika tumejiunga pamoja na M23 pamoja na Twirwaneho, ili tujiunge pamoja, tuangalie vile tutaweza pigana hii vita, na tuna imani ya kwamba hii vita tutaimaliza na tutashinda. Tumejiweka pamoja tukipiganisha serikali ambayo iko na ubaguzi mingi. Tukiomba kwa wale wanatusikiliza Kiswahili wa Kongo ambao wako Kongo halisi, wa Kongomani, tuendelee tuwe pamoja, tushikane mikono, tuende pamoja, tuache mambo na ubaguzi. Ubaguzi hakuna mahali itatufikisha. Wa Kongomani ambao mnatusikiliza, muache serikali mbaya, mfuate serikali ya revolution ambayo itawafikisha mahali kila mtu atakaa huru, mahali mtu atakuwa akiwa sawa. Ndio maana tukiomba Wakongomani wote ambao wanatusikiliza kwa runinga zetu, muendelee kutusikiliza kwa umakini, muache vita ya ukabila, muache vita ya chuki, muache vita ambayo itawaletea shida ambayo hamutajitoa. Ndio nawaambia umasikini iko Kongo. Kongo ni nchi ambayo iko na minerals ya kila aina, lakini ukijiuliza kwamba vile watu wanakufa wakiishi na wanakufa na umasikini, na hiyo nchi yetu iko na utajiri. Haswa ni nini? Ni kusipokuwa na akili ya kujichunga na kujiunga pamoja na kuacha ukabila, ndio tusonge pamoja. Habari ni baadaye, tutaendelea tukiwasiliana. Asanteni sana mkifanya subscribe.